Sosi bajana, edu manyama, dani amo, weshikamo, kipa ulimbombombo. Habari mwana Azam FC na hujambo? Karibu tena katika kipindi chetu pendwa Azam FC TV, kipindi kinachokuletea burudani kamili ya mchezo wa soka. Hapa utapata taarifa zote muhimu, matukio ya ndani pamoja na nje ya uwanja, bila kusahau mahojiano pamoja na mengine mengi yanayohusu timu yako pendwa ya Azam FC. Hivyo mwana Azam FC, usiondoke kando ya runinga yako. Endelea kutazama channel nambari 1 ya michezo Tanzania, Azam Sports 1 HD ya Azam TV. Azam. Mwana Azam FC TV, katika kipindi chetu cha leo tutakuletea tukio zima la namna ambavyo tulimpokea Gispa Bijok ambaye anakuwa Academy Director Methodology, ambaye amesaini kandarasi ya kuitumikia Azam FC miaka 2 hadi ifikapo mwaka 2028. Kuyapata haya na mengine mengi, usiondoke kando ya TV yako. I was a hard-working guy on the pitch, and I like to tackle. Baada ya kujiunga rasmi na Azam FC kama mkurugenzi wa mbinu za maendeleo ya Academy, Gispa ameanza safari yake ya kushirikiana na klabu katika kuimarisha mfumo wa ukuzaji wa vipaji vya wachezaji. Tangu alipowasili, amepata fursa ya kukutana na viongozi, makocha, wafanyakazi na wadau mbalimbali wa klabu, huku akipokelewa kwa ukarimu na moyo wa ushirikiano. Tulianza mazungumzo kwa kutaka kujua hisia zake kuhusu mapokezi aliyoyapata tangu alipowasili nyumbani Azam FC. Thank you very much. Asante. Asante sana. Asante sana. I'm very grateful to be here and ninashukuru sana kuwa hapa. Kwa kweli kila mmoja amenipokea kwa heshima kubwa, jambo ambalo limenifanya nijisikie kama niko nyumbani tangu nilipowasili. Ninafurahi sana kuwa sehemu ya Azam FC na nina hamasa kubwa baada ya kusaini mkataba huu. Nina jambo ambalo najivunia sana. Ninafurahia kuanza safari hii mpya pamoja na klabu. Contract with Azam and I'm super proud of it. Baada ya kueleza hisia zake kuhusu mapokezi aliyoyapata Azam FC, mazungumzo yalielekea kwenye jukumu lake jipya ndani ya klabu. Akiwa amejiunga kama mkurugenzi wa mbinu za maendeleo ya Academy, tulitaka kufahamu maono yake, malengo aliyojiwekea na mchango anaotarajia kuutoa katika kuimarisha mfumo wa maendeleo ya vijana wa Azam FC na kuwaandaa kufikia viwango vya juu zaidi katika soka. My ambition it's working with the Youth Academy. Nia yangu kubwa ni kufanya kazi kwa karibu na akademi ya vijana. Kwanza kabisa kuelewa mazingira ya klabu na namna mfumo wake unavyofanya kazi. Baada ya hapo, lengo langu ni kushirikiana na wote wanaohusika kuijenga akademi iwe imara kadri inavyowezekana. Ninatamani kuona akademi ikizalisha wachezaji wenye ubora wa kuichezea timu ya kwanza ya Azam FC, jambo ambalo litakuwa fahari kubwa kwa klabu. Wakati wa huo nataka kuwepo mazingira bora yatakayowezesha wachezaji kujifunza
kukua na kufikia uwezo wao wa juu zaidi. Bila shaka ndoto za wachezaji haziishii kuchezea timu ya kwanza ya Azam FC pekee. Wengi wao wana ndoto za kucheza katika vilabu vikubwa barani Ulaya na sehemu nyingine duniani. Natumaini nitakuwa sehemu ya safari yao ya maendeleo kwa kuwapa mwongozo na kuboresha baadhi ya maeneo muhimu ili kuwasaidia kufikia ndoto zao na kuiwakilisha vyema Azam FC popote atakapokwenda. Make sure that Assam players can really reach their dream. Kila mabadiliko yenye mafanikio huanza kwa kuelewa mazingira yaliyopo. Kwa Jesper, kuanza kazi Azam FC hakumaanishi kubadili kila kitu mara moja, bali kujifunza kwanza, kuifahamu academy, kuelewa utamaduni wa klabu, kujenga mahusiano na makocha pamoja na wachezaji na kuthamini mfumo uliopo. Ni hatua anazoziamini zitamwezesha kufanya maamuzi sahihi kwa maendeleo ya baadaye. Hivi ndivyo alivyoeleza hatua zake za mwanzo tangu kujiunga na Azam FC. The first step for me is to getting to know the players, getting to know the club, the culture. Hatua yangu ya kwanza ni kuwafahamu wachezaji, kuielewa klabu, utamaduni wake na kujenga uhusiano mzuri na watu nitakaofanya nao kazi kila siku. Pia ninahitaji kuona kwa karibu namna academy inavyoendeshwa na kuelewa kila kinachoendelea. Kupitia mazungumzo na ushirikiano na makocha pamoja na wadau wengine, tutajifunza ni maeneo gani yanahitaji kuboreshwa, ni mambo gani yanaweza kufanyiwa marekebisho na ni wapi tunaweza kuongeza ubora katika mazoezi au wakati wa mechi. Kwangu jambo la muhimu zaidi ni kuelewa hali halisi kabla ya kufanya mabadiliko yoyote yale. Si sahihi kubadilisha kitu ambacho tayari kinafanya kazi vizuri. Hivyo nataka kwanza nijifunze, nielewe mfumo uliopo, niheshimu kazi ambayo tayari imefanywa na klabu pamoja na watu wanaoihudumia. Hiyo ndiyo hatua yangu ya kwanza. To the club and to the people that's in it. So yeah, that's my first step. Is the head of media department. Head of media. Yeah, for the youth. I mean for the Azam Football Club. Yes. You make me look good, right? Yes. Okay. We will support for my team. You'll play. My name is Coach Shabani Yassini. I'm coaching under 13. My name is Joseph Kimwaga Rubasha. I'm working with the strength and condition. Kabla ya kuanza majukumu yake rasmi, Jesper alipata nafasi ya kukutana na watendaji wote wanaohudumu katika timu za vijana za Azam FC, wakiwemo makocha wa makipa, wataalamu wa utimamu wa mwili na viongozi wa idara mbalimbali ndani ya academy. Ilikuwa ni fursa muhimu ya kufahamiana, kujenga mahusiano ya kikazi na kubadilishana mawazo, hatua ambayo ni msingi wa ushirikiano katika safari ya kuendelea kuiboresha academy ya Azam FC. Mmoja baada ya mwingine, watendaji hao walijitambulisha na kumkaribisha rasmi katika familia ya Azam FC. Thank you for a very warm welcome. I feel almost at home. Not yet, but I feel almost at home. So thank Asanteni you for that. sana kwa mapokezi mazuri. Kwa kweli tayari ninajisikia karibu kabisa, kama niko nyumbani. Bado sijafika hatua hiyo kabisa, lakini ninahisi kama nimekuwa sehemu ya familia hii. Ninawashukuru sana kwa ukarimu wenu. Ninaitwa Jesper Pijok, nina umri wa miaka 40. Nimetokea Sweden. Kwa zaidi ya miaka 8 nimekuwa nikifanya kazi ya ukocha katika klabu ya AIK ambako nilihudumu kama kocha mkuu wa timu ya chini ya miaka 17 na chini ya miaka 19. Pia nilikuwa nikisimamia idara ya usajili na ufuatiliaji wa vipaji katika akademi ya klabu hiyo. AIK ni klabu ninayoheshimu na ninayoipenda sana. Ni moja ya akademi bora nchini Sweden katika kukuza wachezaji wanaofika timu ya kwanza na baadaye kucheza katika vilabu vikubwa duniani. Baadhi ya wachezaji waliopitia mfumo huo ni Yassini Ayari na Alexander Isaac ambao wamefikia viwango vya kimataifa. Ndio maana uzoefu wangu mkubwa umekuwa katika kukuza na kuendeleza vipaji vya vijana. Tangu nilipowasili hapa Azam FC, tayari nimeona jambo muhimu sana. Kuna hari kubwa ya kazi, kuna watu wenye shauku na kuna dhamira ya kufanya vizuri. Huo ndio msingi mzuri wa mafanikio. Hata hivyo, kufanya kazi kwa bidii pekee haitoshi. Tunapaswa pia kufanya kazi kwa akili, kujifunza namna bora ya kutatua changamoto na kuendelea kuboresha kila siku.
Tukifanya jambo lile lile bila kutafuta njia bora zaidi, hatutafikia mafanikio tunayoyataka. Soka ni mchezo wa ushirikiano. Ni muhimu kufanya kazi kama timu, kusaidiana na kuinuana ili kila mmoja awe bora zaidi. Hilo ndilo falsafa ninayoiamini. Msimu uliopita tulivunja rekodi katika AIK kwa kuwa na wachezaji 7 wa academy waliosaini mikataba ya kuchezea timu ya kwanza. Huo ni ushahidi kwamba mfumo mzuri wa maendeleo unaoambatana na ushirikiano ni mipango sahihi unaoweza kuzaa matokeo makubwa. And why I told you guys that we had a record-breaking last year, 7 players signing a first-team contract in AIK. Katika hatua ya kuendelea kuimarisha mfumo wa maendeleo ya vijana, Azam FC imeongeza utaalamu mpya ndani ya akademi yake kwa kumleta Jispa kama methodology director. Ujio wake unalenga kupanua wigo wa kitaalamu katika makundi yote ya vijana kuanzia umri wa miaka 13, 15, 17 hadi 20 kwa kuweka mfumo wa kisasa wa maendeleo ya wachezaji unaozingatia viwango vya kimataifa. Kupitia uzoefu wake wa kuandaa na kukuza vipaji vilivyofikia kucheza katika klabu kubwa barani Ulaya na hata kombe la dunia, Azam FC inaamini hatua hii itaongeza ubora wa malezi ya vipaji na kuiweka akademi katika nafasi nzuri ya kuzalisha wachezaji wenye uwezo wa kushindana katika ngazi za juu. Makamu wa rais wa Azam FC, Omar Kowe, anaeleza zaidi kuhusu malengo ya ujio wa mtaalamu huyo. Tunamuita methodology director. Tumetaka kuongeza upana wa taaluma kwenye timu zetu za vijana. Kwa hiyo atafanya majukumu mengi sana katika vijana wetu kuanzia watoto wa chini ya umri miaka 20, 17, 15 mpaka chini 13. Kwa hiyo tunataka tufike mbele zaidi kwenye ushindano wa kimataifa, na tunaamini wenzetu wameendelea katika soko la kimataifa, wanajua mbinu, wana taaluma mbalimbali. Mpira siku hizi una mambo mengi, wanasema mpira ni sayansi siku hizi. Kwa hiyo inahitaji integration au majumuisho ya vitu vingi sana ili kumwandaa mtoto kufikia kwenye level ile ya kimataifa. So wenzetu hawa au huyu ambaye tumemsaini leo ana uzoefu mkubwa sana. Ameshatoa wachezaji wakubwa ambao wanacheza kwenye klabu kubwa Ulaya, na pia wengine tumewashuhudia kwenye kombe la dunia la hivi juzi. Majukumu yake ndani ya Azam FC hayatakuwa ya kusimamia mfumo wa maendeleo ya vijana pekee, bali pia kushiriki moja kwa moja katika kuinua ubora wa idara nzima ya ufundi ya akademi. Atashirikiana na makocha katika kutoa mafunzo, kuboresha mbinu za ufundishaji, kuimarisha mfumo wa kusaka vipaji, pamoja na kufanya tathmini za maendeleo ya wachezaji mmoja mmoja na timu kwa ujumla. Uzoefu wake unatarajiwa kuwa chachu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya Azam FC ya kuzalisha wachezaji wenye uwezo wa kushindana katika kiwango cha juu. Makamu wa rais wa Azam FC anaeleza kwa undani zaidi majukumu hayo. Kwa hiyo tunaamini atatupa mchango mkubwa kuendeleza pale walimu wetu ambapo wameishia au wanaendelea napo. Atakuwa anafundisha, anatoa training kwa wachezaji wa rika zote. Atakuwa anatoa taaluma yake ya uzoefu kwa walimu wetu. Atatusaidia kwenye kusaka vipaji au kuscout. Atatusaidia katika kutathmini au kufanya analysis ya wachezaji. Na hii itakuwa kwenye individual performance, uwezo wa mmoja mmoja, tathmini zake, lakini pia kwenye team performance. Kwa hiyo tunataraji kwamba ataweza kutufikisha pale kwenye malengo yetu. Mbali na kuinua ubora wa malezi ya vipaji, Azam FC inalenga kufanya akademi kuwa chanzo kikuu cha wachezaji wa kikosi cha kwanza kupitia mfumo imara wa maendeleo. Klabu inatarajia kuzalisha wachezaji watakaohudumu kwenye timu ya wakubwa, kupunguza utegemezi wa usajili wa gharama kubwa, na wakati huo huo kutengeneza thamani ya kiuchumi kupitia uhamisho wa wachezaji kwenda kwenye ligi na klabu mbalimbali duniani.
Makamu wa Rais wa Azam FC anaeleza namna ujio wa Jispa utakavyosaidia kufanikisha dira hiyo. Tunataka watoto wetu hawa sio kufika tu mbele kimataifa, lakini ifikie mahali waweze kusapoti kwa asilimia kubwa sana kwenye timu yetu ya wakubwa, kwa maana senior team. Tupate watoto ambao watacheza kwa muda mrefu kwenye senior team, tuweze cut down costs za signing nyingi za nje, lakini pia tuweze kuwauza ili tupate revenue au tupate mapato ya klabu yetu. Ikumbuke kwamba biashara ya mpira hususan kwa watoto ndio biashara inayolipa sana ulimwenguni, na wana umri wao maalum wa kufanya biashara, si umri wote ni wa kufanya biashara. Kwa hiyo ili kusement hilo jambo au kuweka msisitizo kwa hilo jambo au kufikia hayo malengo, lazima wote wabobezi au watu wenye taaluma kama Mr. Jesper ambaye tumempata. CV yake ni kubwa sana. Ili kuhakikisha maendeleo ya vipaji yanaendana na mahitaji ya kikosi cha kwanza, Azam FC imeweka mkazo katika kuunganisha mfumo wa academy na timu ya wakubwa. Jispa atafanya kazi kwa karibu na benchi la ufundi na kikosi cha kwanza, benchi la ufundi la timu za vijana pamoja na transition coach, ili kuhakikisha kunakuwa na mwendelezo wa falsafa ya uchezaji na maendeleo ya wachezaji kutoka academy hadi timu ya wakubwa. Ushirikiano huo unatarajiwa kuimarisha mafunzo ya makocha, kuboresha mfumo wa kusaka vipaji na uchambuzi wa wachezaji, pamoja na kuandaa kizazi cha wachezaji kitakachokuwa tayari kucheza katika ngazi ya juu. Makamu wa Rais wa Azam FC anaeleza zaidi kuhusu mfumo huo wa ushirikiano. Na ikumbuke kwamba good things ni kwamba kwenye mipango yetu ya Azam Football Club as a whole, yani ni kuintegrate au kuweka mahusiano mazuri yaliyokuwepo kati ya senior team na youth team. So pia atakuwa na mahusiano ya moja kwa moja na head coach wa senior team, coach Ibenge, lakini pia tunaye coach Leogope ambaye ni transition coach ambaye yupo senior team lakini ndio ambaye ana overlook kwenye youth. Kwa hiyo ili kufikia malengo mama tunasema lazima kuwe na coordination na mahusiano mazuri yaliyokuwa yawepo kati ya senior technical bench, youth technical bench na yeye. Kwa yeye atatumia technical bench iliyokuwepo kufanya nayo kazi kwa pamoja. Nimesema awali atakuwa anafundisha watoto, ana train watoto, anatoa uzoefu kwa walimu waliokuwepo, anafanya scouting, anafanya analysis, anafanya vitu vingi sana. Profile yake, CV yake inajieleza. Nadhani mtu ambaye atakuwa na mchango mkubwa sana. Kwa Azam FC, maendeleo ya academy hayalengi tu kuzalisha wachezaji wa kikosi cha kwanza, bali pia kuwafungulia njia ya kucheza soka la kimataifa. Tayari baadhi ya wahitimu wa academy wamepata fursa ya kuendelea na safari yao katika nchi mbalimbali, jambo linaloonyesha utekelezaji wa dira ya klabu ya kupeleka vipaji vya Kitanzania kwenye majukwaa makubwa duniani. Kupitia uwekezaji endelevu katika malezi ya vijana na usimamizi wa kitaalamu, Azam FC inalenga kuongeza idadi ya wachezaji wanaocheza nje ya Tanzania, hatua ambayo si tu itainua hadhi ya klabu bali pia itachangia kuongeza mapato kupitia uhamisho wa wachezaji. Makamu wa Rais wa Azam FC anaeleza zaidi kuhusu maono hayo. Of course wataalamu wanasema kuna kitu kinaitwa KPI, Key Performance Indicators, kipimo cha ufanisi. Kwa hivyo vipo na katika contract ambayo tumesaini pia vipo ndani ya hivyo. Tumewekea malengo. Kuna vitu vingi ambavyo hatuwezi kuvi-expose, lakini sisi kama klabu tumempa hayo malengo aweze kuyatimiza. And we do believe sisi tunachohitaji ni yeye na taaluma yake. Once akiondoka tunaamini kwamba sisi tumefaidika na taaluma yake na technical bench ambayo iliyokuwepo itakuwa imefaidika, kwa hiyo itaendeleza kuanzia pale. Kumbuka hawa ni ma-expert ambao hatutegemei kuwa nao forever au kwa muda mrefu. That's why unachukua ile expertise, unachukua mtu ambaye kutoka nje aje kutransfer knowledge, then wale local workers au local teachers nao ndo wanachukua ile knowledge na wana translate. So tunaamini kwamba kipindi hiki cha miaka miwili yale malengo ambayo tumemwekea ataweza kuyafulfill. Toka tumeanza kufikiria vision na mission ya club ya kutaka kuwapeleka watoto mbali zaidi, yani kusement au kuishikilia ile vision ya club,
So far mpaka sasa hivi kuna watoto 5 wako nje, sio mmoja tu. Wa kwanza kabisa ni tulimpeleka Canada, kuna ambaye yuko Egypt, kuna ambaye yuko Ukraine, kuna ambaye yuko Dubai na then Sweden. Malengo ya klabu, sio malengo yangu, malengo ya klabu ni kuwa na wachezaji wengi zaidi ambao watakuwa nje ya mipaka ya Tanzania. Haijalishi wameenda wapi, lakini sisi tunataka kuwa na wachezaji wengi walikuwa nje ya mipaka ya Tanzania. Wakishifika 40, 50, that thing will be good for us because we do believe kwamba ili tupate mapato makubwa zaidi, wale katika hao wengi ambao tutawatoa wakija kupata ile wanaita sell on clause au future sell, ndio klabu itapata mapato makubwa. Kumbuka kwamba klabu zote duniani zinaendeshwa kwa hasa za Europe na sehemu nyingine zinaendeshwa kwa gharama, na ili wawe na source of revenue wanakuwa na vyanzo mbalimbali vya mapato, kiacha get revenue, kiacha sponsorship, lakini vyanzo vingine vya mapato wanaovipata sana kwenye biashara ya wachezaji, hususan kwenye youth. Kwa miaka kadhaa sasa, Akademi ya Azam FC imeendelea kuthibitisha ubora wake kwa kuzalisha wachezaji wanaocheza katika kikosi cha kwanza, timu mbalimbali nchini na nje ya Tanzania, pamoja na timu za taifa za vijana. Mafanikio hayo yameifanya Akademi kuwa moja ya nguzo muhimu katika utekelezaji wa dira ya klabu na kukuza vipaji vya ndani. Kocha mkuu wa Azam FC Youth Kassim Liogope anaamini ujio wa Jispa utaongeza nguvu katika mfumo huo kwa kuwajengea makocha uwezo zaidi wa kitaalamu na kuharakisha safari ya kuzalisha wachezaji wengi wenye ushindani wa kimataifa. Sisi kwa upande wetu kama makocha wa Azam, kwanza tumelipokea ugeni huu kwa furaha. Coach Jasper ni mwalimu ambaye mwenye CV kubwa, lakini ukiachia hivyo ni mwalimu ambaye mbobezi hasa kwenye upande wa youth. Na ukiangalia sisi Azam kwa upande wa youth ndo sehemu ambako kwenye nguvu yetu, na tumekuwa tayari tuna msingi bora, lakini pia ndo sehemu ambako tumepata mafanikio makubwa sana. Na ukiangalia ndani ya miaka miwili hususan kwa Tanzania, sisi tumeweza kufanikiwa sana haswa kwa wachezaji wetu vijana, kwamba kwanza mafanikio ambayo tumeyapata, tumeshachukua ubingwa wa under 20 misimu miwili mfululizo, lakini ukiachilia hivyo sisi ndio timu ambayo tunatoa wachezaji wengi kwenda katika timu za taifa za vijana. Lakini ukiachilia hivyo, hususan msimu ambao umepita, timu yetu ile ambayo ilichukua ubingwa under 20 24 msimu wa 25, zaidi ya 90% wachezaji wote wanacheza professional club. Mfano, tunao wachezaji ambao wanatumia katika timu yetu kubwa, wakina Ashraf Kibeku, wakina Robogasti, wapo wakina Hanuniko, lakini pia walikuwa wakina Faisal. Lakini ukiachilia hivyo, tunao wachezaji ambao tumwalon kwenda katika vilabu vingine, mfano kama Abubakar Kiswanya, lakini pia yuko Captain Ali, walikuwa wakina Machela Julius, wenyewe wanapata nafasi katika kikosi cha kwanza cha timu ya Namungo. Lakini tunao wakina Faris Magesa ambaye yeye anacheza katika klabu ya Gunners. Pia tunao wachezaji wengi ambao tumewapeleka kwa mkopo, wanacheza katika ligi kuu Zanzibar. Lakini ukiachilia hivyo, tunao wachezaji wengi ambao pia nao wamekwenda kucheza soka la kulipwa nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo sasa kwa pamoja tukishirikiana sisi makocha wazawa pamoja na kocha mwenzetu Jasper, hiki ni kitu kikubwa sana. Ukiangalia malengo yetu kutoa wachezaji wengi hasa katika soka la kimataifa. Ujio wake ndani ya Azam FC ni sehemu ya safari ya klabu katika kuendelea kujenga msingi imara wa maendeleo ya vijana na kuimarisha mfumo wa uzalishaji wa vipaji wenye viwango vya kimataifa. Kupitia ushirikiano kati ya wataalamu wa kimataifa, makocha wazawa na mfumo wa academy uliopo, Azam FC inalenga kuendelea kuzalisha wachezaji watakaokuwa na mchango mkubwa ndani ya timu ya wakubwa, timu za taifa, pamoja na kufungua milango ya kucheza katika ligi kubwa duniani. Kutoka kwenye malezi ya watoto wa ngazi za chini, tathmini ya vipaji, maendeleo ya makocha hadi maandalizi ya wachezaji kwa ushindani wa kimataifa, hatua hii inaonyesha dhamira ya klabu ya kuwekeza katika kizazi kijacho cha soka. Hiyo ndiyo dira ya Azam FC, kujenga, kukuza na kuendeleza vipaji kwa ajili ya mafanikio ya muda mrefu. Kwa alama hii, hatuna la ziada. Ungana na sisi katika kipindi kijacho
muda na siku kama ya leo. Kumbuka, Azam FC, timu bora, bidhaa bora. Blue maker.